kwanza kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, ibara ya 86 ndogo ya pili ya Katiba inaelekeza kuwa uchaguzi wa spika utafanyika wakati wowote katika mkutano wa kwanza wa Bunge jipya au katika kikao cha kwanza cha Bunge mara baada ya nafasi ya naibu spika kuwa wazi. Aidha, kwa mujibu wa ibara ya 85(1) ya Katiba na kanuni ya 11(4), uchaguzi wa naibu spika utaendeshwa kwa utaratibu ule ule unaotumika kumchagua spika, isipokuwa kwamba mbunge hawezi kushiriki katika uchaguzi wa naibu spika iwapo hajapa kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Spika, ili kukidhi masharti ya katiba niliyoainisha hapo juu, tarehe 4 Novemba 2025 nilitoa tangazo namba 14824B katika gazeti la serikali toleo maalum namba 11 kutangaza kuwa uchaguzi wa naibu spika utafanyika tarehe 13 Novemba 2025 na kuainisha utaratibu utakaotumika kwenye uchaguzi huo. Aidha, nilielekeza kwamba chama chochote cha siasa chenye uwakilishi bungeni kinachokusudia kushiriki katika uchaguzi wa naibu spika wa Bunge kiwasilishe jina la mgombea wa chama husika ofisini kwa katibu wa Bunge Dodoma kabla ya saa 10 kamili jioni tarehe 12 Novemba 2025 ambayo ndio siku ya uteuzi. Mheshimiwa Spika, naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa hadi kufika saa 10 kamili jioni ya tarehe 12 Novemba 2025 nilikuwa nimepokea jina la Mheshimiwa Daniel Baransilo kutoka Chama cha Mapinduzi ambaye baada ya uchambuzi wa kina nimejiridhisha kuwa amekidhi vigezo na masharti kwa nafasi ya naibu spika kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa tunaye mgombea mmoja tu, utaratibu utakaofuatwa ni kwamba mgombea huyu atafika mbele yenu ili kujieleza kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza, kuulizwa na kujibu maswali kama yatakuwepo na kisha kuomba kura. Mheshimiwa Spika, baada ya zoezi hilo kukamilika, kila mbunge atapewa karatasi ya kura yenye jina la mgombea na atatakiwa kupiga kura ya ndio au hapana mbele ya jina hilo. Aidha, kura zitakuwa za siri ambapo kila mbunge atapiga kura yake mahali alipoketi, na baada ya hapo masanduku ya kura yataletwa hapa yakiwa wazi ili nyinyi waheshimiwa wabunge kama wapiga kura muweze kuyathibitisha. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha nyongeza ya kwanza kanuni za kudumu za Bunge, iwapo mgombea huyu atapata kura nyingi za ndio, atatangazwa kuwa amechaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa maelezo hayo, sasa naomba tuendelee na zoezi la mgombea kujieleza na kupiga kura. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mgombea kiti, karibu. Mheshimiwa mgombea, utajieleza na kutakuwa maswali matatu kama yapo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Waheshimiwa wabunge wenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyesimama mbele yenu naitwa Daniel Baransilo, ni mbunge wa jimbo la Babati Vijijini kutoka mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Spika, awali ya yote niungane na wote kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema na kukutana leo katika bunge letu tukufu, bunge hili la 13. Karibu Mheshimiwa Spika, chukua nafasi pia kushukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa heshima kubwa iliyonipa ya kuniteua kuwa mgombea wa nafasi ya naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nikupongeze wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kuwa spika wa bunge hili la 13. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Babati Vijijini ambao wamenipa heshima ya kuwa mwakilishi wao ndani ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa uniruhusu nieleze nafasi chache ambayo nimewahi kushika ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kati ya mwezi
Januari mwaka 2021 hadi mwezi Machi mwaka 2024 nimehudumu katika bunge hili kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti. Lakini kuanzia mwezi Aprili mwaka 2023 hadi mwezi Machi mwaka 2024 nimehudumu pia kama mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimsaidia Mheshimiwa Spika na Naibu Spika katika kuliongoza bunge letu. Lakini pia nimepata fursa ya kuwa mjumbe wa kamati ya uongozi ya bunge. Lakini pia nimekuwa mjumbe wa kamati ya kanuni za bunge. Lakini pia nimekuwa mjumbe wa kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Mheshimiwa Spika, nipata pia heshima kuanzia mwezi wa 3 mwaka 2024 kuteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, nafasi ambayo nimehudumia hadi tarehe 3 Novemba mwaka huu 2025. Mheshimiwa Spika, natambua kwamba nafasi ya naibu spika imeelezwa katika ibara ya 85 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini majukumu ya naibu spika yameainishwa katika kanuni ya 6 fasili ya 2 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2025. Lakini jukumu kubwa la naibu spika ni kumsaidia spika katika uendeshaji wa bunge. Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa bunge, niwahakikishie mkinipa kura za imani nitamsaidia Mheshimiwa Spika katika uendeshaji wa bunge letu, lakini nikisimamia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hasa nikisimamia kanuni zetu za bunge ambao ndio mwongozo wa kuongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, Mheshimiwa bunge, niko mbele yenu kwa heshima na taadhima nikiomba kura. Naombeni nipeni kura za imani ili msaidie Mheshimiwa Spika katika uendeshaji wa bunge letu tukufu, na tunatambua kwamba tuko hapa kwa niaba ya wananchi. Nitasimamia mjadala mbalimbali na pia fursa na Mheshimiwa Spika kwa ajili ya maslahi mapana ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Spika, naomba kura yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, naomba kura yako, na Mheshimiwa bunge, naombeni kura zenu. Asante sana. Maswali. Mgombea kakae, katibu.